Sasa hivi tunamtambua kama mkali ambaye anatoka Oya we gang. Hapo ndani kamshirikisha Harmonize na track inaitwa Dharau. Track inaitwa Dharau, man. Big time. Soko ubaya, man. Konde Gang ilianzishwa tarehe 10 ya mwezi wa 10 ya mwaka 2019. Usiniulize nilikuwa wapi, tuelewane vizuri. Na tarehe 11 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2020 Konde Music ikamtambulisha Ibra akiwa kama msanii wa kwanza chini ya Konde Gang Music Worldwide, na anatambulishwa na extended playlist ambayo iliitwa Steps. Ya mwaka itoka 2020. Ilikuwa na ngoma 5 humo ndani. Humo ndani unaambiwa kuna majina kadhaa ilikuwa nakatiza humo ndani. Imagine 2020 EP tunampata mkali kama Joe Boy, Ashkiki unajua. Hapo kuna mtu alikuwa anaitwa Skibi pia, na wote walikuwa ni wa Nigeria, na Harmonize pia alishirikishwa humo ndani. Umeona? Ni moja kati ya EP ambayo ilikimbia kinoma noma, na moja kati ya ngoma ambayo ilifanya vizuri na ikamtambulisha zaidi bwana Ibra inaitwa One Night Stand. Sijui tunaelewana, ambao kamshirikisha bwana Konde Boy Harmonize, ikafanya vizuri mwishoni mwa mwaka 2020, na video yake ikawa ni miongoni mwa video 8 katika orodha zile video ambazo ziliongozwa kutazamwa zaidi kwa mwaka ule. Sijui tunaelewana? Video 8. Tuelewane. Na hii video ya One Night Stand inapatikana kwenye YouTube channel ya mkali wa kuitwa Harmonize. Sijui tunaelewana? Moja kati ya wakali ambao sasa hivi wana bang na ngoma zao kibao. Of course, Beiche umeicheza Beiche nimeisikia kwenye playlist yako. Ni moja kati ya ngoma kutoka kwa Ibra ambayo inafanya poa sasa hivi, na tunajua Ibra yuko busy na iko na mitikasi yake mingi tu ya kuzingatia, ama mitikasi ambayo anaifanya hususan interviews kwa ajili ya kufanya promo ya kazi zake. Kwenye promo za wakati anafanya interviews tofauti, kuna vitu vingi sana ameviaddress bwana mkubwa Ibra, hususan vile kusema mambo ambayo alikuwa anayapitia Konde Gang na vitu kama hivyo. Moja kati ya vitu ambavyo alitusanua ni kuhusiana na uwekezaji. Alisema kwamba uwekezaji haukuwa bora ama haukuwa ule, kwa sababu kama mtu unaweza akataka kufanya kazi ama kuinvest, mnatafuta budget ya video labda ni milioni 5, lakini boss anakuambia bana milioni 5 hiyo sasa hivi tuhangaike tu, labda tutaipata then tutatisha. Jambo ambalo kidogo wengi walistaajabu kwamba inakuaje ni mzee Konde alikuwa anashindwa kweli kupata hiyo pesa milioni 5, wakati magari ambayo amemiliki Kajara chini ya Konde Gang ilikuwa ni noma. Yani yalikuwa ni mengi kupita maelezo. Sasa inakuaje kwamba ameshindwa? Lakini pia aka-address kwamba kuna namna alihisi kuchokwa, hasa pale ambapo walikuwa wanachukulia poa kazi zake. Sasa mitikasi inakuja ni kwamba hizi stories zilitakiwa zipigwe sasa hivi au zilipaswa kupigwa zamani, kipindi ambacho yeye anaondoka ama anaachana na Konde Gang. Lakini sio kwa ubaya, ni vile tu aliamua kuaddress na kutuonyesha njia ambayo aliipitia, ili watu wasichukulie poa pia haso za watu. You see? Lakini Ibra anataka kuchangamsha genge tu, au tujue tu magumu ambayo aliyopitia.